Lengo kubwa la kukutanika hapa leo sisi ilikuwa ni katika swala zima la kwanza kuhakikisha kwamba askari wote ambao wamepangwa katika zoezi zima la kusimamia uchaguzi wapo, lakini pia kama mlivyoona wamehamasika kwa kiwango kikubwa sana askari, kwa maana kwamba wajitokeze ili kwenda kufanya jukumu hili ambalo kikatiba limewekwa kwamba tarehe 29 twende tukasimamie uchaguzi kwenye maeneo mbalimbali, kwa sababu ndio jukumu letu sisi jeshi la polisi kuhakikisha kwamba tunasimamia ulinzi wa mali na watu. Na kwa vile sasa hili swala ni la kikatiba na ni swala la kitaifa, sisi jeshi la polisi ndio tuliopewa jukumu la kuhakikisha kwamba tunalinda usalama wa raia na mali zao, na mali kama hizo ambazo tunavyoona kuna vifaa vile vya kupigia kura. Tukaona tuitane leo askari wote katika viwanja vya jeshi la polisi mkoa wa Mbeya ili tuweze kwanza kuangalia mpango kazi wetu ambao tumejipanga. Kumekuwepo na mazungumzo mengi au habari mbalimbali kwenye mitandao kwamba watu wasitoke kwa ajili ya kwenda kupiga kura. Sasa sisi jeshi la polisi tumesema hapana. Tumefanya kikao na askari, wanatuhakikishia kwamba wananchi wamehamasika kwenye maeneo mbalimbali kutokana na mikutano, elimu tunayotoa kwenye mikutano, kwenye makanisa, kwenye vyombo vya habari, kwamba watu wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura kama walivyojiandikisha ili watumie haki yao ya msingi kupiga kura. Kwa hiyo hata sisi jeshi la polisi kama sehemu ya Watanzania tuko tayari kwenda kupiga kura kwa ajili ya kumchagua kiongozi ambaye tunaona anatufaa. Lakini tumepata maoni pia kwa askari. Baada ya kuzunguka huko, unaona askari wameongea na raia, wananchi mbalimbali wako wanaendelea na shughuli zao, wanakiri kabisa kwamba kwanza wanafurahia uwepo wa askari. Na wanaona kabisa kwamba kumbe jeshi la polisi limejipanga kuhakikisha linasimamia kwa karibu sana shughuli hii ya uchaguzi mpaka inamalizika. Kwa vile tulianza na kabla ya kipindi cha uchaguzi, sasa hivi tukaingia kwenye wakati wa uchaguzi, na sasa hivi tunaingia baada ya uchaguzi muda mfupi kuhakikisha kwamba hali ya usalama inakuwepo katika mkoa wetu wa Mbeya na jiji la Mbeya kwa ujumla. Kwanza wakati wa kampeni askari tulikuwa tukipangwa kulingana na wagombea, kila mmoja kwa nafasi yake, na askari walikuwa wakifika kwenye mikutano ya kampeni na kusimamia ulinzi wa kampeni hizo za wagombea wa kila chama waliokuwa wanafika katika maeneo yetu katika wilaya na viunga vyote vya mkoa wa Mbeya. Na mwisho kabisa kulikuwa kutokana na ulinzi tuliokuwa tunaimarisha sisi jeshi la polisi mkoa wa Mbeya, hakuna viashiria vyovyote vya vurugu vilivyofanyika katika mikutano ya kampeni. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya liko timamu na liko tayari kukabiliana na yoyote au kikundi chochote cha watu ambacho kitapenda kuvuruga amani ambayo ipo katika mkoa wetu. Mimi kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya pamoja na maafisa wenzangu na askari, rai yangu kwao kwanza ni kwamba wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura ili watumie haki yao ya msingi kwa ajili ya kumchagua kiongozi wanayemtaka. Lakini la pili, jeshi la polisi limejipanga kuhakikisha kwamba ulinzi unaimarishwa kwenye vituo vyote vya kupigia kura na maeneo yote ya kuhesabia kura na maeneo yote ya biashara, kuhakikisha kwamba mtu akimaliza kupiga kura basi aendelee na shughuli zake kama kawaida. Kwa jinsi ambavyo tumetoa elimu na kwa jinsi ambavyo tumewaelimisha wananchi kutokuingia kwenye vurugu, na kwa jinsi ambavyo tumemwambia watu waachane na matamko au matamshi ambayo yanatolewa kwenye vyombo vya habari kutishia kwamba watu msitoke, msiende kuchagua, mtafanywa 1 2 3, yale matendo yote ya kiuhalifu, sisi jeshi la polisi tumejipanga kuyakabili kabla hayajatokea ili wananchi wasiweze kudhurika au kupata tatizo lolote kwa kipindi hiki cha kuelekea kupiga kura na kumalizika kwa kampeni.